girls to move around, some beautiful friends to come around, but why am I so lonely? Bana, kupitia hichi ambacho kinaendelea kwa hivi sasa, sijui wewe unalichukulia jambo hili, kwa sababu uandishi ambao basi Harmonize ameweza kuonyesha kupitia audio hii ambayo ameshirikishwa na AY, ambaye ni mmoja kati ya mtu ambaye amechonga barabara ya muziki wa Tanzania kuanzia miaka hiyo mpaka kwa hivi sasa, ikiwa kama ni ngoma ya kwao ya kwanza tangu katika game hii ya Bongo Flava basi iweze kuanzishwa, kwa sababu Harmonize ni mmoja kati ya mtu ambaye kwa miaka mingi sana amekuwa akifanya kazi na ma legend, mfano kama Mwana FA. AY hapa ni nafasi yake kwa sasa, lakini pia ashafanya kazi na Professor J, na zote kwa pamoja zilianza kusumbua kwa kasi kubwa sana. Bana, ambacho nimekipenda zaidi ni namna ambavyo Mwana FA alipokuja kucomment katika page ya Harmonize baada ya Harmonize kuweza kuposti hichi ambacho kwa hivi sasa kimekuwa kama vile ni trend issues ambazo katika mitandao ya kijamii zinaongelewa kwa sasa hivi. Wengi wanatamani kabisa Harmonize ni vema zaidi ya azidi kuachika mara kwa mara, ndipo huwa anaandika nyimbo nzuri na anaandika mashairi ambayo yanawavutia mashabiki wengi zaidi. Hasa kupitia ukurasa wake wa Instagram katika siku ya leo ameweza kuposti pia challenge ya wimbo huu ambao umetoka ni masaa machache, ulitoka saa 6 usiku wa leo, na mpaka kwa muda huu tunavyoongea una zaidi ya viewers 20,000, na mpaka kwa muda huu Harmonize ameweza kuandika katika ukurasa wake wa Instagram kwamba Simoni with a Legend AY Tanzania out now, akiwa na maana kwamba ngoma inayoitwa Simoni ambayo ameshirikishwa na Legend, nikiwa na maana kwamba AY ni mmoja kati ya mtu ambaye amefanya kazi ya muziki kwa kizazi kilichopita mpaka kwa kizazi hichi cha sasa. Kwa kifupi ni kwamba anafungua makabati yaliyokuwa yamefungwa. Kwa hivi sasa yeye Harmonize ameandika kwamba hivi, napitia sana comment zenu wote mnaosema bora Konde Boy aumizwe hivi ili aendelee kutupa hit song, na hit song ni wa binafsi, mnajijali nyie tu. Akaweka na emoji 2 za kuonyesha ishara kwamba ameumizwa na hayo ambayo watu wanayasema. Ni ishara kwamba yeye mwenyewe anakubali hichi ambacho amekiandika ni unyama, na hichi alichokiandika basi ni beast, kwa kifupi kwamba ni ghostwriter, yani uandishi wake hauna mipaka kwa sasa hivi, na wengi wamekuwa wakiongelea kwamba Harmonize katika swala zima la uandishi melodies ni mtu wa tofauti sana. Ukijaribu kuangalia ngoma hii nilitamani hata ingekuwa ya kwake, kwa sababu ngoma ameanza nayo vizuri sana, yani katika kuirate 1 mpaka 10 basi mimi ningeipa 10/10 kwa sababu ya uandishi pia pamoja na melody. Na upande wa AY sijausikiliza sana, ila AY amepita kwa misingi ile. Kwa kifupi ni kwamba amejaribu kuswitch kama Harmonize alivyo anza naye kwa pamoja. Sasa napita katika sehemu ya comment. AY Tanzania ambaye kwa hivi sasa fanbase yake ni sio kama ya Harmonize. Harmonize fanbase yake kwa sasa hivi ni kubwa na inazidi kuwa kubwa siku hadi siku. AY Tanzania ameandika kwamba hivi, Konde Boy na emoji za moto za kutosha. Lamata Lea ameka mikono juu kwa hichi ambacho Harmonize amekifanya. Likes pale zimekuwa 209 kwa kwake AY, na dakika 30 ambazo basi ameweza ku comment likes 51. Ngine pia Sam Chaupole ambaye alikuwa meneja wake Ibra kipindi ambacho yupo Konde Gang, sasa hivi ni mmoja kati ya mtu ambaye anasimamia account za Konde Gang. Basi naweza ngasema kwamba kwa muda huu basi ameweka emoji ya mbuzi pamoja na love, yani kwamba GOAT, greatest of the all time. Sasa Jovini Karume anasema kwamba hivi GOAT kwenye uandishi, yani greatest of the all time kwenye uandishi, kwa maana kwamba uandishi wake sio jambo la mchezo, sababu hichi alichokiandika hapo juu kwamba watu wengi wanatamani hapo aachike ndipo anaweza kutuliza akili, basi ameumizwa pia na jambo hilo Harmonize, lakini kwa mashabiki ndiko wanapopapenda zaidi, kwa sababu akili yake ndipo inafanya kazi vizuri. Akiweka swala zima la mahusiano basi waga linamuendesha, anatoa manyimbo ovyo ambayo hayana misingi. Wajaribu kufuatilia historia yake kwa nyuma kidogo, basi watu wengi wameshafanya research zao, mashabiki wameshafanya research kwa kipindi gani ambacho msanii huyu anatoa ngoma kali na kipindi gani ambacho msanii huyu anatoa ngoma nzuri. Kwa sasa hivi kipindi ambacho yupo single waga anatoa ngoma kali sana, kipindi ambacho anakuwa ameumizwa iza na stress za hapa na pale ndo anakuwa ametulia zaidi. Kwa mfano kwa kipindi cha nyuma kidogo hapa alikuwa na sekeseke la kwake pamoja na Ibra, sekeseke hili hapa limemsharpen pamoja na mahusiano yaliokuwa hapo nyuma yamekuwa magumu zaidi. Mwisho wa siku basi anatoa kitu kama hichi hapa, uandishi wake unazidi kudhihirika kwamba hakuwahi kumtegemea msanii mwenzake, yani akiwa na maana kwamba hakuwahi kumtegemea Ibra akiwa pale katika label ya Konde Gang basi
uandishi ambao watu wengi wamekuwa wakihisi kwamba labda Ibra anamwandikia Harmonize au Harmonize anamwandikia Ibra. Wote kwa pamoja tunaweza kuona kabisa maji na mafuta yakiwa yanatingana, na yote yanasababishwa na uandishi huu ambao amejaribu kuonyesha katika siku ya leo ngoma ilivyotoka, lakini katika siku za nyuma kidogo hapa pia alishawahi kuposti katika ukurasa wake wa Instagram akiwa anachoma maua, ikiwa na maana kwamba bado challenge ya wimbo huu ameipenda zaidi. Sasa mimi kinachoniumiza zaidi ni kwamba Harmonize katika nyimbo ya kwake pamoja na Vanny Boy imetoka siku chache tu zilizopita, na baada ya hapo ameachia tena ngoma tena na AY. Sasa ule utofauti wa yeye hapo kuachia ngoma baada ya kusubmit inaonyesha kabisa kwamba kuna upande mmoja ambao atakuwa ameuacha. Mfano kama upande wa kwake Rayvanny asipo twist tena Harmonize kwa ajili ya challenge nyingine, inamaanisha kwamba kuna dalili kubwa sana ya ngoma ya kwake pamoja na Vanny Boy watu waweza kuisahau mapema, wakaja wakaanza kuishambulia ngoma ya kwake pamoja na AY. Kwa maana kwamba kama ni challenge basi angepaswa afanye challenge zote. Hii ni maana kwamba anahitaji soko, kwa sababu kuna zile mikataba ambazo wanakuwa wamesaini kwa pamoja kwamba kuna mapato ambayo yataingia kwenye wimbo huu, kuna mapato ambayo yataingia kwenye wimbo huu kupitia ushirikiano wao wote kwa pamoja. Ninaamini kwamba yawezekana mpaka kwa muda huu wote wakawa wamesha wamesha saini hizo karatasi wote kwa pamoja, kwa maana kwamba Mario atakuwa amesha saini, Harmonize atakuwa amesha saini, AY atakuwa amesha saini pamoja na Harmonize. Kwa hiyo ni vema zaidi akapromote ngoma zote kwa pamoja ili zote ziweze kwenda, kwa sababu nguvu ambayo anayo Harmonize na nguvu ambayo anayo Rayvanny pamoja na Mario kidogo zinaonekana kabisa kwamba nguvu ya Harmonize ni kubwa katika game kuliko Rayvanny pamoja na Mario. Mkubali mkatai, mruke mjitupe chini, huo ndio ukweli. Na sidhani kama kuna msanii mwingine ambaye anaweza akawa anashindana na Diamond Platnumz face to face akaweza kusababisha mzozano ambao ni wa macho kwa macho kama tulivyoona kwake Harmonize. Ameweza kumsumbua sana. Lakini pia katika comment ambazo zimekuwa zikiendelea, wanamuita Cash Joe, anasema kwamba hivi huyu mshenzi angekuja kwenye party ya Jux jana sijui ingekuaje. Yani una maana kwamba watu wengi walikuwa wanatamani angalau Harmonize aweze kuibuka. Ninakupa tu siri moja kwamba Harmonize pamoja na Juma Jux sio watu ambao wameivana, sio watu ambao wana ukaribu, sio watu ambao kila mmoja anamvimbia mwenzake. Tukio ambalo lilifanyikaga Ikulu ndipo tulipokuja kugundua kwamba kwake Vanny nikina maana kwamba kwake Harmonize pamoja na Juma Jux hapo karibu, ila Konde Boy inaonekana kabisa kwamba anamvimbia Juma Jux, na Juma Jux hataki unyonge, anamuonyesha bado na mimi hapa ni mkubwa kuliko wewe. Bana, ngoja tuone hapo mbeleni, kwa sababu Juma Jux naye ameshaanza kutoboa kimataifa huko Nigeria, ndipo anavyosikilizwa zaidi. Ngoja tuone, je, Harmonize naye ataonyesha ukubwa huu ambao Juma Jux amezidi kuonyesha, au ndio propaganda zile kwamba atakuja kutuonyesha katika miaka mingine ijayo, tusiexpect katika miaka hii ya sasa. Bana, mimi naamini kwamba sitakuwa na lazima kwa muda huu. Dondosha comment yako hapo chini utuambie unaonaje uandishi huu ambao Konde Boy ameweza kushuka nao, na vipi kuhusiana na AY kupitia ngoma ambayo ameweza kuiposti tayari katika account yake ya YouTube, lakini pia katika listenings apps nikiona maana kwamba Apple Music, Boomplay ngoma imeshatoka, na kwa kifupi ni kwamba wote kwa pamoja wanaonyesha ishara bado wanazidi kuipambania izidi kufanya vizuri siku hadi siku. Sitakuwa na lazima kwa muda huu. Bye bye for now.